Bwana Joram, naamini kuna mengi sana ya kujifunza. Ndio. Pamoja na kile ambacho umekuwa ukifanya pia kwenye uandishi wa kitabu. Ndio. Kuna namna watu tofauti huwa wanakutazama kwamba natamani Joram natamani awe kiongozi pengine kwa sababu anaonekana ana falsafa nzuri sana. Ndiyo. Kwenye kichwa chake. Umewahi kuwaza kuwa kiongozi au kutaka nafasi fulani hivi ya uongozi? Binafsi sidhani kama kila mtu aliumbwa kuwa katika serikali au sisi wote tunaweza tukaenda moja kwa moja kutumikia serikali. Nafasi hizo haziwezekani, nafasi hizo ni finyu na hazina urasimu wake na taratibu zake. Kwa hiyo mambo hayo ni ya bahati ya Mola. Lakini kitu ambacho naamini, kila mwanadamu anaweza akaleta mabadiliko kutokea sehemu aliko. Yani hata kama usipopata cheo, uongozi uko tu. Uongozi si cheo. Kile unachokizungumza ni cheo. Ndio maana wanasema cheo dhamana. Cheo koti la kuazima. Cheo ni kama uwanja. Cheo ni kama jukwaa. Ukiwa wewe ni mjuvi wa kucheza, watu wengi watakuona ukiwa katika jukwaa lile. Na majukwaa yanatofautiana, kuna lipo lilo kubwa kidogo, lingine refu zaidi. Kwa hiyo ukipewa jukwaa kubwa, ndio watu wengi watakuona zaidi. Watajua kama wewe ni mnenguaji au si mnenguaji. Unajua kucheza au hujui kucheza. Kwa hiyo ukipewa jukwaa kubwa, kama wewe sio mjuzi wa kucheza, haujui tu namna ya kucheza. Kwa hiyo si kwamba kwa sababu umpewa jukwaa kubwa ndio utakuwa unajua kucheza kama hujui kucheza. Na unaweza ukawa katika jukwaa dogo, lakini kama unajua kucheza, unajua tu kucheza. Cheo ni wigo wa kuonesha uongozi, ama ni kama jukwaa la kuonesha uongozi. Lakini hata usipopewa, kuna namna unaweza ukaendelea tu kuonesha uongozi bila kusubiria kile cheo. Kwa hiyo dhana, lazima mtu aondoe dhana ya cheo ili aweze kufanya kazi bila kuvunjika moyo. Bado ukishaanza kutegemea cheo, rafiki yangu, basi hautaweza kuendelea na mambo mengine. Na unaweza kawa hata wakati mwingine ni mtumwa. Kwa sababu yamkini una muda wako ni mdogo. Tumia ule muda ambao uko nao. Ikitokea pengine ukapata uongozi, vipi? Uko tayari kuutumikia? Sijawahi kufikiri, msema kweli mpenzi wa Mungu, na kwa taratibu namna ambavyo zilivyo, navyoziona na nilivyopata kuzifahamu katika kusoma, si jambo rahisi kwenda katika njia hiyo. Tunafahamu elimu yako ni kubwa, by the way. Kama sikosei ni master 2 au? Ni masters. Yes. Sasa mtu pengine angefikiri kwamba kwa ile elimu kubwa, yani tulitamani au tunatamani kumuona Joram akifanya kazi kwenye either labda taasisi kubwa za kiserikali au serikalini moja kwa moja au wizara fulani na nini. Umewahi kuzitamani hizo nafasi pengine kupata ajira serikalini na tofauti na hiyo ambayo unaifanya sasa hivi? Ikiwa kama nitakujibu kiwenda wazimu, mimi binafsi najiona ni mfanyakazi wa serikali tu. Ingawa sipo katika payroll, sipo katika makaratasi yao ya kulipwa, lakini mimi binafsi najiona ni balozi tu. Kila pahala ninapokwenda, nikienda Amerikani kule nikinyonga tai yangu pale, alafu nina kabendera hapa cha Tanzania, ni balozi kabisa. Na natembea pale nashikana mkono na watu, umetoka wapi? Nawaambia nimetoka Tanzania. Mlima mrefu Kilimanjaro nakotoka. Tumezungukwa na mito, maziwa makubwa, Tanganyika, Nyasa. Tuna mbuga ya wanyama kubwa kule Serengeti. Na lugha yetu ni Kiswahili. Hapo nazungumza Kimombo lakini nachombeza na Kiswahili kule ndani. Unaona? Kwa hiyo nadhani kwamba Tanzania si kuandika pahala kujiandikisha kwamba naombeni niwe raia wa Tanzania. Hii ni mbaraka wa Mola umekutwa, baraka ile imekupata. Hakuna pahala ambaye mtu anaweza akaichukua ile haki ile umepewa tu na Mwenyezi Mungu jalia. Na kwa mantiki hiyo, sasa kila nitakapokwenda huko, mimi ni balozi. Ni balozi na wakilisha taifa. Kama ni cheo nimejipa mwenyewe. So ndio maana nasema ulumbi na diplomasia. Kwa hiyo mimi nimekwenda Ujerumani, nimekwenda Poland, nimekwenda Marekani, nimekwenda nchi nyingi za barani Afrika hapa. Kwa kote huko nikikutana na watu, lazima ulumbi kila pahala. Kuelezea mambo mazuri ambayo nchi yetu inayafanya na kutokuficha asili yako, wewe unatoka wapi.
Natoka Tanzania ndani kabisa huko, nimetoka Misuna huko Singida ndani, Umufa Angawa Jefia huko. Mara baada ya kuhitimu elimu yako ulikuwa ukiifanya, pengine uliwahi kutafuta kazi serikalini au kutuma maombi labda kuapply kazi kama ambavyo pengine watu wengi wanafanya? Kwa kweli sijawahi. Kwa nini haikuwa hivyo? Sijawahi kwa sababu tangu wakati nasoma kidato cha 5 na 6 tayari mawimbi yalishaanza kubadilika. Unasikia bwana, kupata kazi serikalini ni shurba, paka ujuane na watu fulani, na lazima uwe na connection, na lazima uwe na hiki, lazima uwe na kile, utume maombi hapa, utume maombi kule. Kwa hiyo ile fikra ikawa imeanza kujengeka mapema wakati nasoma. Kwa hiyo niko mwaka wangu wa kwanza, nadhani ile fikra ilikuwa ni fikra ya kimapinduzi, kwa sababu niko mwaka wa kwanza na najua siwezi nikapata kazi serikalini, hakuna connection kule, hakuna mtu namfahamu kule. Kwa hiyo ni bora nijijengee uwezo ambaye hata nikitupwa jangwani ninaweza nikamudu hali ya jangwani. Ile ndio ilikuwa akili ya kupambana kama mwanajeshi. Sitakurudi shamba tena pasina kuwa na ujuzi wa kushikika. Sitakurudi nyumbani pasipokuwa na ujuzi wa kushikika. Pale ndo nikaanza kujifunza kuandika vitabu. Pale ndipo nikaanza kujifundisha namna ya kuzungumza mbele ya hadhira, mbele ya umayamaya, mbele ya kaumu, mbele ya umati, unaona. Pale ndio nilipojifunza mambo zaidi ya mathematics ya darasani, ya hisabati ya darasani, kuangalia ulimwengu kwa katika upana wake. Na pale ndipo nilipobaini kwamba kuna watu fulani katika taifa naona wana fikra nzuri kabisa, lakini kila mara ukijaribu kuwasogelea wanajitenga mbali na wewe. Kuna watu wana ufahamu mzuri kabisa, Mwenyezi Mungu amewajalia, lakini wewe fukarafuke, kila ukijaribu kujisogeza karibu wanakusukuma mbali. Sasa ile hali ikanionyesha kwamba yamkini dunia sio sehemu nzuri sana ya kuishi, kwa hiyo lazima upambane. Kwa hiyo je, kuna watu ambao naweza nikapata mausia yao kwa kupitia vitabu? Ndipo nilipobaini siri ya kwenye vitabu kwamba sawa, huyu ndugu amekataa kuwa karibu nami anifundishe, anielekeze, lakini naweza nikapata kitabu cha profesa, naweza nikapata kitabu alichokiandika rais, naweza nikapata vitabu walivyoandika wanasayansi. Mimi ninakusanya vile katika chumba changu kidogo, na kunywa maji na mkate wangu mdogo, basi nasoma marais. Nasoma mambuji, watu ambao wanafahamu mambo mengi. Na nilikuwa sijui kwa namna ile nilikuwa nasafiri mbali sana. Niko pale kuna mtaa mmoja kule Uru Kaskazini, ushirika wa Neema, juu ya KCMC kule kwa Wachaga, kwenye mashamba ya migomba, na kula vile vitabu na kaa nasoma vile. Lakini kumbe nilikuwa nasafiri naenda mbali. Watu wanajua wako na mimi katika ule mtaa kile kijiji, lakini mimi fikra yangu imesafiri iko mbali sana. Nakula maparachichi yale, nakula maparachichi ya Kibororoni kule, lakini fikra yangu iko mbali sana. Ndio pale unaweza kuoneshwa kwamba kumbe nikifanya kazi kwa jitihada, sehemu ambayo ninayotoka itakuwa ni ndogo. Nikifanya kazi kwa jitihada nitakwenda jijini, na jiji linaweza likawa ni dogo. Nikifanya kazi kwa jitihada, nchi inaweza kuwa ni ndogo, hata bara inaweza kuwa ndogo, hata dunia inaweza kuwa ni ndogo nikifanya kazi kwa jitihada. Mtu ambaye ana ufanisi katika jambo fulani, hata ukimtupa jangwani ataendelea kuishi mtu yule. Mola akitaka kukupa kuandiki barua, hii ndio kutuma ujumbe kwamba haidhuru uko sehemu gani ya maisha, usiwe mtu ambaye kuna kitu kinaitwa kwa Kiingereza entitlement. Usijione kwamba unastahili sana. Yani hilo ndo tatizo kubwa. Yani kuna watu wanaona wanastahili sana, ufanyiwe hiki, ufanyiwe kile, ufanyiwe hivi, ufanyiwe vile. Unaona kwamba una haki sana. Ukishajiona una haki sana, utashindwa kujiamrisha na kujituma. Angalia tu kama dunia ni sehemu ambayo si salama sana, na pia wewe si wa maana sana. Ukiondoka dunia itazima eti shughuli zake kwa sababu wewe umeondoka. Na kuambia ukiondoka leo umefariki, watu hawawezi eti kuacha kula. Watu wanakula, na watu wanajuana na wake zao na waume zao usiku. Mambo yanaendelea kabisa. Watu sembuse hata vitani wanazaa watoto. Wewe unadhani wewe ukifariki dunia itasimama? Hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo sisi si wa umuhimu sana kusema kwamba chukua maisha kama yalivyo, ili ni fungu nimepewa. Ukiwa unapitia magumu, ni fungu nimepewa. Katika hali hii ninawezaje kuendelea mbele?
Kwa hiyo mafunzo muhimu ya maisha ni kukabiliana na hali ile ambayo uko wakati ule bila kumlalamikia mwingine yeyote. Joram ametoka kwenye familia gani, yani mpaka anafika hapa? Ni familia ya kawaida. Baba yangu alikuwa ni msomi sana. Baba yangu ni daktari, amesoma Muhimbili hapa. Madaktari wale wa mwanzo Dr. Nkumbi. Na mara nyingi baba yangu alikuwa anapendelea kunambia utasoma mpaka Makerere. Makerere kwa maana kwamba ni chuo alichosoma Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo baba yangu alikuwa anapendelea kuniambia vile. Baba yangu alikuwa ni msomi, lakini wakati mwingine alikuwa anaishi kama si msomi. Tulikuwa tunaweza tukaongozana hivi, utashangaa tunaenda kwenye soko dogo pahala, ananunua samaki pale, ananigawia samaki. Wengine tunapeleka nyumbani, wengine tunaanza kuwala barabarani. Katika kula samaki wale barabarani napiga stories hapa na pale. Na katika watu ambao mzee alikuwa anapenda kupiga nao story sana, ilikuwa ni mimi, kwa sababu pia nilikuwa ni kijana wa mwisho kuzaliwa, na kwa bahati nzuri ya mbaya mimi ndo nilikuwa mtoto wa kiume katika familia yetu. Kwa hiyo hata kuzaliwa kwangu ilikuwa ni kwamba mama alikuwa anatafuta mtoto wa kiume kwa muda mrefu. Anazaa mtoto wa kwanza wa kike, wa pili wa kike, wa tatu wa kike. Anataka kukata tamaa, ndio Hamadi nikazaliwa mimi mtoto wa kiume katika familia ya mamangu. Kwa hiyo stories zile za mimi na baba na nini alikuwa ananieleza mambo haya, utasoma mpaka Makerere, chuo alichosoma Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo ile ilianza kunijengea hali fulani kwamba kama yamkini kuna mambo nimeyakosa katika maisha, ninaweza nikayapata kwa kupitia elimu. Kwa hiyo mzee wangu alinisaidia kuelewa mapema umuhimu wa elimu. Ingawa familia yetu ilikuwa ni kubwa na mimi ni mtoto wa mwisho, wakati naendelea kuwa mzee amestaafu, sikupata neema kama wenzangu. Mzee alikuwa ana cheo, alikuwa na maisha mazuri sana. Wanapewa hela ovyo na nini, wamekwenda mashule mazuri. Mimi nimesoma shule za kawaida sana kwetu nzima. Wao walikuwa wanasomeshwa mashule mazuri. Kwa hiyo nadhani ile hali ya ugumu wa maisha pia ukata umeanza kuingia katika familia. Mzee amestaafu, hana pesa kama alivyokuwa nazo wakati anafanya shughuli. Kwa hiyo nakuwa mwanamume pale nyumbani, nilikuwa mtoto ambaye yuko huru sana katika maisha yangu. Tena nadhani sasa hivi ndo nimekuwa mstaarabu kidogo. Lakini zamani mimi nilikuwa mtu wa kuzurura sana, na nyumbani ilikuwa sizuiliwi, ilikuwa naweza, na nilikuwa nashinda maporini, veterinary, nafuga mbwa, madogi, nilikuwa naitwa Joram Madogi. Naenda kule maeneo ya Sasu, wakati mwingine nashindia mazambarau, maembe. So I was a wild child. Nilikuwa huru wakati niko mdogo, na sidhani kwamba naweza nikaupoteza ule uhuru sasa. I was free. Kula matunda ya msituni, winda ndege, fuga njiwa, fuga kuku pale niko busy na shughuli zangu tangu nikiwa bwana mdogo. Na hata yenyewe naweza kusema yamenijenga kuwa mtu ambaye nilivyo leo hii, kwa sababu nilielewa mambo mengi kwa upana wake. Nimekuwa na watoto ambao ni wageti kali. Watoto wageti kali wakati mwingine akili zao si nzuri sana, kwa maana kwamba wakipata uhuru wakati hawajui wautumieje, wanaweza fanya mambo ya ajabu sana. Lakini mimi hakukuwa geti kali. Mimi kicha kiguna njia, ila ratiba ninazijua. Na mambo yangu, shughuli yangu ilikuwa ni kuchota maji, kujaza. Singida kuna shida ya maji, na kazi yangu kubwa ilikuwa ni kujaza leboza. Ndoo 6 ngapi ukishazijaza zile, wewe unaenda zako kufanya mambo yako na kufagia uwanja asubuhi. Ni muhimu sana hiyo. Ama na kazi ya kusaga kuna kaumbali kidogo, ukipewa shughuli ya kusaga ni siku nzima imeisha. Kwa hiyo kuna majukumu ambayo ulikuwa ukipewa lazima uyatimilize. Ukitumwa uende vizuri. Ukisipofanya hivyo ujue uhuru wako utaingiliwa. Utaambiwa sasa leo hujafanya kitu fulani, huwezi kwenda sehemu fulani, na ulikuwa lazima utii. Joram, maisha yake anayoishi kwa sasa, ndiyo, ana relate na watu gani hasa? Yani watu wake ambao mara nyingi anakutana nao, wanabadilishana mawazo, ni watu wa aina gani vile? Nadhani ni muhimu katika jamii uendane na watu ambao wanakuzunguka. Kwa mfano, mimi nina majukumu mbalimbali. Kwa mfano, ni mfanyakazi wa taasisi sio ya kiserikali, na mimi ni program manager wa Africa Youth Leadership Forum. Ni taasisi ambayo ina makundi madogo neta chapters 31 katika vyuo mbalimbali. Nafanya kazi na volunteers, niwawezeshe fedha kila mwezi
waandike ripoti wanitumie, tuandae mtaala wa kufundishia, tufanye training kwa ajili ya volunteers au coordinators. Kwa hiyo kuna shughuli hizo ambazo nikiwa kazini ni mfanyakazi, vikao vya kila wiki, vikao vya kila mwezi, kutoa ripoti, mabosi wangu wakija, lazima uhudhurie vikao. Kwa hiyo ile lazima nitimize matakwa ya shughuli inayotaka yenyewe. Halafu pia kuna jamaa zangu wa mtaani ambao tuko nao, tulisoma wote. Kwa hiyo mkiwa nao lazima mpige story, mtaniane hapa na pale. Lakini pia kwa sababu kuna mambo ambayo unayafanya wewe unayaamini, mambo katika ulimwengu wa kunadharia, lazima ujitenge. Pia wanaweza wakati unapiga story na marafiki zako wasikupe ile fikra, lakini kwa kupitia vitabu sasa kwenda kufanya tafiti. Kwa hiyo kuna kipindi ambacho ukishaongea na marafiki zako wale, alafu unajipeleka jangwani, unaenda kukaa na kina Elia, kina Yeremia, kina Musa, kwa kupitia vitabu. Unakaa na kina Martin Luther King Jr., kina Mwalimu Nyerere, katika chumba chako kidogo, unakaa nao barazani katika gaya. Unasema leo nataka niwe na mazungumzo na mtu kama Profesa Lumumba kwa kupitia zile video zake, na unakuwa uhalisia kabisa, this is the person talking to me. Huyu ni Profesa Lumumba karibu yangu. Unachukua na notebook kabisa. Profesa hawezi kuzungumza nawe dakika 30 usirekodi mambo mazito. Kwa hiyo unaenda mpaka zamani na watu wakina T.L. Osborne, watu ambao walikuwa ni spiritual giant, na kana watu kama wakina Idahosa, Benson Idahosa, na wasikiza wale watu wakina Catherine Kulma, watu wa zamani. Unakuwa unajamiza watu tofauti ambao wanakujenga. Na wakati huu, wakati wa usiku, wakati wa asubuhi, wakati umeachana na hao marafiki zako, jamaa zako wa karibu. Kwa hiyo hayo ndio maisha ambayo ninaishi. Wakati mwingine uko hadharani, wakati mwingine unajitenga. Yeah. Na kuna vitu gani ambavyo Joram yani kwa kawaida havitamani kuvifanya katika maisha yake ama havipendi? Nadhani katika maisha lazima uwe na falsafa. Lazima uwe na falsafa ambayo itakuongoza. Lazima ujiwekee vitu fulani, sitakunywa kwa ajili ya afya yako mwenyewe. Watu fulani nitajitahidi nisiambatane nao. Si kwa sababu unawachukia, lakini kwa sababu ya ile misingi na miiko ambao umejiwekea. Kwa sababu hata kwa nini simba anakuwa ni mfalme wa nyika, ni kwa sababu simba ni chaguzi sana. Simba hali kila kitu. Simba anakula vitu vilivyo hai, hali mizoga simba. Na kwa nini tai ni mfalme wa ndege wote? Tai ni kwa sababu tai hali mizoga. Tai anakula samaki fresh kutoka baharini. Kwa hiyo lazima uwe una uchaguzi. Na ukiwa unajua watu wengi hawajali maisha wanayoyaishi wakiwa katika miaka yao ya 20, 30, hawazingatii sana kitu gani chakula, kitu gani sio chakula, vitu gani vya kunywa, vitu gani sio vya kunywa. Wanaishi tu kawaida. Halafu ukifikisha miaka 40, 50, kile kinakuwa kisima cha maradhi. Sasa uchafu wote ulioukokota katika unakuwa pale, sasa mwili wako unachoka. Mifumo ya maisha ulioishi, sasa mwili wako unachoka. Unaanza kusema siwezi tena. Ndio unakuta unaweza kupata pressure, vidonda vya tumbo, unashangaa kinga yako ya mwili imeshuka, unapata magonjwa ya ini, unapata magonjwa ya moyo. Kwa hiyo ni matatizo makubwa sana. Mtu labda unatumia pombe kali bila kujali kwamba hiyo pombe inaenda wapi, inakutana na nini ndani. Kwa hiyo unadhani unapata furaha, lakini ile furaha itageuka kuwa maumivu baadaye. Kila kitu unachokifanya katika maisha utalipa baadaye. Inaweza ikachukua muda kidogo, lakini utalipa. Sawa, maisha ni zawadi, na kuishi duniani ni zawadi. Huwezi jua utakuwa mpaka lini, lakini kila mtu ana wajibu kuhakikisha kwamba nafasi aliyopewa, walau nitajaribu kuishi kwa nidhamu. Nikikaa muda mrefu sawa, nisipokaa muda mrefu sawa, lakini nitakuwa nimetumia nafasi yangu. Kufanya dua, kumwomba Mwenyezi Mungu ni muhimu sana. Kuwa mtu wa ibada ni muhimu sana, kwa sababu pasipo vitu hivi vitu nilivyovitaja ni kamba ya maisha. Ukizikata maisha yako yamepotea. Utapata wapi nguvu zikikuishia? Sababu duniani kuna mambo mengi ya kukatisha tamaa. Unafanya shughuli yako vizuri, unafukuzwa kazi, na hili jambo la kukatisha tamaa.
unaanzisha uhusiano, unataka umuoe au unaoa kabisa, mke wako anaondoka, jambo la kukatisha tamaa, au mume wako anaondoka, ni mambo ya kukatisha tamaa. Watoto wako wanaharibikiwa, wanachanganyikiwa, ni mambo ya kukatisha tamaa. Unapata maradhi ambayo wakati mwingine hayana dawa, ni mambo ya kukatisha tamaa. Unapata wapi nguvu katika mambo hayo? Ukipewa nafasi ya kushauri vijana leo hii, ungewashauri nini? Nafikiri hule ndio wakati ambao tulikuwa tunausubiria. Ni wakati ambao ni wa neema sana. Tutumie muda mwingi kujielimisha na kutafuta njia mbalimbali za kushinda. Hakuna mtu ambaye anakuja kutuokoa. Yule Musa ambaye tulikuwa tunamsubiri atupeleke katika nchi ya ahadi ndio sisi wenyewe. Yule Joshua ambaye tulikuwa tunamtazamia atupeleke kwenye nchi ya asali na maziwa ndio sisi wenyewe. Wazee wetu, huu ndio uwezo wao bora wa kufikiri na wametufikisha hapa, na hakuna pahala pengine ambapo wanaweza wakatupeleka yamkini. Na sisi wenyewe ndio wa kuingiza nchi yetu katika neema kubwa zaidi. Sisi ndio wa kuleta Silicon Valley. Wazee hawezi kukodi tena, watawezaje namna ya kukodi? Shamba jipya sasa ni teknolojia, watawezaje kutuletea teknolojia? Ni sisi wenyewe kwenda duniani kuichukua kwa nguvu. Tulete Silicon Valley hapa Tanzania, tulete Silicon World hapa Tanzania. Tunahitaji nini? Tunahitaji teknolojia. Tuko katika mapinduzi 4 ya viwanda. Tunahitaji viwanda katika nchi yetu. Bara la Afrika kwa mwaka linahitaji kutengeneza kazi mpya milioni 12. Sasa hivi kazi zilizopo ni milioni 3. Na maana milioni 9 haziko kazi. Vijana wako hawana shughuli. Tutaweza tukaleta maendeleo sisi vijana kwa kushirikiana na wazee wetu, watupe uzoefu wao. Na njia rahisi ya kuleta umaskini ni kuuza malighafi. Ndio njia rahisi ya kuleta umaskini, na tumefanya vile kwa muda mrefu. Kuuza dhahabu kama ilivyo, kuuza mbao kama zilivyo, kuuza madini, gesi, mafuta kama ilivyo. Hiyo ni njia rahisi ya kuingia katika umaskini, kwa sababu katika mnyororo wa thamani ndio mwisho kabisa. Lakini sisi vijana tufanye kitu kinaitwa value addition and beneficiation. Tuongeze thamani vitu vilivyopo katika nchi zetu. Ikiwa ni machungwa, tuiongezee thamani, tutengeneze sharubati. Ikiwa ni ngozi, tuiongezee thamani, tutengeneze viatu. Ikiwa ni madini, tuiongezee thamani, tuyachonge wenyewe. Tuende katika shule, tujifundishe wenyewe. Kijana asimpige kijana mwenzake anapofanya jitihada za kujikwamua. Ni vijana ndio wanapiga vijana. Vijana wanaharibu vijana. Kwa mfano kwenye mtandao, ikitokea mtu ananiandama na kunisakama, hawezi akawa mtu mzee, hawezi kabisa. Atakaye niandama na atakaye kuandama uwe dula, itakuwa ni kijana. Vijana ndio wanakwenda vitani. Kwa hiyo kwanza tupendane. Kauli yetu iwe moja. Chinua Achebe anasema, I fear for you young people because you do not know how to speak with one language. Kwamba nawahofia ninyi vijana kwa sababu hamjui namna ya kuzungumza kwa sauti moja. Anasema, where are the young suckers that will grow when the old banana tree dies? Iko wapi miche michanga itakayochipukia wakati migomba inafariki, wakati migomba inapotea? Migomba inapotea. Sikiliza taarifa za habari, fulani ameondoka, fulani ameondoka, na hawa ni wazee wetu. Kwa hiyo sisi ndio tupo hapa, ndio wazee wa miaka kidogo inayokuja. Kwa tusidhani kwamba mtu fulani anatufikiria. Sisi wenyewe tuweke muda wetu vizuri. Si jambo jema sana. Ni muumini wa michezo, lakini jaribu kufikiri mtu asubuhi mpaka jioni anafuatilia michezo tu. Michezo hii wakati mwingine ni furaha ya wenye nazo, furaha ya wenye nguvu. Wewe unafurahiaje mchezo wakati hauna kazi ya kufanya? Chakula mezani huna, mavazi huna, hujui mustakabali wako wa kesho ukoje, huna mtaji. Unawezaje kwenda uwanjani ukatazama mpira ukafurahi wakati hauna chakula nyumbani, hauna kazi, huna mavazi, huna shamba? Akili ya ajabu kabisa. Unawezaje kufurahia muziki na furaha yake yote alihali maisha yako hujui kesho yako ikoje? Labda tutumie muda huo kufikiri zaidi. Wacha wenye matajiri wafurahie mpira, wacha matajiri wafurahie muziki, kwa sababu wana hakika ya kesho yao. Sisi tutilie maanani
namna gani tutajikwamua. Unafuatilia mpira? Nafuatilia kijuujuu, inatosha nikijua matokeo. Na mimi sana sana katika michezo nafuatilia nidhamu ya wale watu. Na kwa kweli unapokwenda kiwanjani kumtazama mwana michezo, unatazama nidhamu yake kiufupi kabisa. Unapenda mwili wake vile unavyoonekana, kasi yake inavyokwenda, upigaji wake wa mpira, na ile yote ni nidhamu. Kama ni masumbwi, wale wakina Muhammad Ali, wakina Mike Tyson wanaporusha ngumi na wanavyoinama, wewe unapenda ile ni nidhamu. Wakina Cristiano Ronaldo wanavyopiga mipira, wanavyokimbia, kifunga, anafanya unafurahia nini? Unafurahia nidhamu. Lakini nidhamu unaona rahisi kuitazama, lakini wewe nidhamu ile hauna. Wewe unawezaje kuwa katika mtu asiyekuwa na mtu si wa mazoezi ukafurahia mwenzako yuko katika hali ya mazoezi? Kwa nini ile sikupe motisha na wewe ukitoka pale mwili wako uwe ni mtu mwenye afya? Kwa hiyo nilipenda kauli aliitoa Muhammad Ali. Anasema, I hated every minute of training, but I said unto myself, suffer now and live the rest of your life as a champion. Anasema, nilikuwa nachukia ule wakati wa mazoezi, lakini nalijiambia mwenyewe, teseka sasa, lakini uishi kama mfalme siku zote za maisha yako. Kwa hiyo mimi katika michezo naangalia nidhamu ya watu wale. Iwe ni katika kuimba, iwe ni katika kukimbia. Angalia mtu kama Pele. Anasema, while others were going to the beach to enjoy themselves, I was on the pitch kicking the ball. Wakati wengine wanakwenda kufurahia disco na kujirusha katika fukwe za bahari kule Brazil, na walimbwende na warembo, mimi nalikuwa uwanjani nikipiga mpira. I was kicking the ball. Huyo Pele anasema. So swali langu kwa vijana, are you kicking the ball? While others are sleeping, enjoying themselves, having party after party, are you kicking the ball? Cristiano Ronaldo, nilipenda quotation yake au msemo wake mmoja, anasema, I waited for a long time in my life to have a career goal. Ile inaitwa scissor kick. Scissor kick ni goli lilopigwa kama la mkasi, kama mtu anakata mkasi. Sijui uliona ile goli la tiki-taka. Alirukia hewani akaipiga ile tiki-taka akafunga lile goli. Akasema, katika maisha yangu nimesubiri kwa muda mrefu nifunge goli la namna hii, na leo nimelipiga bao la namna hii. Sasa kama Cristiano Ronaldo alisubiri kwa miaka na mikaka afunge goli, goli lako ni lipi? What is your goal? Do you have a scissor kick in your life that you want to kick katika profession yako, katika maisha yako? So mimi michezo naiangalia katika huo muktadha. The inspiration behind sport. Yeah, there's a lot of leadership in sport. And that is what, when I look, I tap. Nikiwa naangalia napata ile hamasa. Kuna timu yoyote ambayo unafuatilia kwa hapa nyumbani? Hapa nyumbani Yanga. Yanga hapa nyumbani. Mwananchi. Mwananchi nafuatilia, ingawa si sana, lakini ukiniuliza kwa nini siwezi kusema, lakini nilikuwa nikifuatilia Yanga kwa muda mrefu tangu nikiwa bwana mdogo. Sawa. Na kwenye muziki pengine? Muziki si sana. Mimi nilikuwa napenda muziki enzi zile wakati nakuwa kama nilikwambia, maisha yangu ya udogoni. I was a free child. Nilikuwa kuna brother wangu moja alikuwa anaitwa KP Kilupi, huyo alikuwa ana radio yake. Tulikuwa tunasikiliza sana magoma ya zamani. Nilikuwa napenda nyimbo kama moja aliimba Elimu Dunia. Ile Elimu Dunia na mafundisho sana ile. Nasemea nikasogea mpaka darasa la 3. Hapo ndipo nikaanza kuikataa elimu katukatu. Maombi ya wazazi na msali ya Mtume ndio walionisaidia mimi kufika la 4. Nikawa niko maskani huku nikitasmini mali za majirani. Leo nikaibe kule maisha. Kwa hiyo anaelezea mkasa wa kukataa shule na namna alivyokutwa na matatizo, anajutia ile hali ya kuwa nunda. Anasema ikifika usiku wa 8 wenzake wanakuja wanamwamsha, anasema anaenda kuvunja milango hata kwa jiwe Fatuma. Anajutia. Ile ndio ilikuwa muziki ya kusikiliza. Muziki ya sasa hivi inahubiri nini sasa? Si wachukiwa na muziki, lakini ukisikiza nikijua tu wimbo fulani unatikisa. Atakuwa huyo mtu ameimba pombe, ameimba wanawake, ameimba mambo fulani ya dhulma. Si wimbo ambao unaponya jamii.
Darubini Kali ilikuwa ni nyimbo nzuri. Msanii Kioo cha Jamii ilikuwa ni wimbo mzuri, unasikiza unapata elimu ndani yake. Lakini elimu imepungua katika muziki yetu. Na ndio maana unaona maadili yameporomoka sana nyakati hizi. Lakini aina ile ya utunzi ndio inahitajika irudi katika muziki wetu. Watu hamasishwe wasome sana, wafanye kazi kwa jitihada, na hiyo ni muhimu sana. Kwa hiyo tusitumie tu kigezo cha kuburudisha, tukawaburudisha watu na kuharibu katika maadili yao. Unaimba nipe nikupe, ninywe nipande juu ya meza. Yani huo muziki unasaidia watoto kweli kweli. Na muziki hauna kusema utapigwa watoto wasisikie. Watoto wadogo wanaimba mambo ya ajabu kwenye magari. Na wewe unaona wewe siku moja utakuwa na watoto. Lakini hao watoto unawacorrupt. Unaharibu akili zao. Watoto badala wasome wanaimba, uliona ile tabu watoto waliimbishwa shule fulani, paka waziri wa elimu akajitokeza kulani kile kitendo, na mkuu wa shule akataka kufukuzwa. Bungeni wakajadili lile swala, na bungeni wako katika taharuki. Hivi kama tukisema hivyo, mbona na sisi tulicheza muziki pahala fulani? Ina maana inakuaje? Yani hata na sisi wenyewe hatuelewi, yani kwamba muziki hatuelewi una nguvu. Watu wanadhani kwamba muziki umetoka duniani, lakini muziki haujaanzia duniani. Muziki umeanzia mbinguni huko, na muziki utaishia mbinguni. Maandiko yanasema kule mbinguni kuna kuimba, kuna kusifu kule mbinguni. Na yule Lucifer alikuwa ni mwanamuziki bingwa. Alikuwa anatumbuiza katika bendi ya mbinguni, akiimba kule malaika wanakaa chini. Alikuwa na kipawa ameshushwa nacho chini. Kwa hiyo muziki una nguvu hiyo ya kupotosha. Muziki una nguvu wa kuwaingiza watu katika jehanamu wakati mwingine. Ushangae kuna muziki unapigwa paka roho yako mwenyewe unaona, bwana hii si kawaida hii. Yani muziki unakuchukua, muziki umepigwa mtu analia. Unadhani hiyo ni nguvu ya mtu analia machozi. Umeona yale performance ama utumbuizaji wa watu kama wakina Michael Jackson. Unapigwa muziki mtu analia machozi. Ile ni roho. Michael Jackson anasema music is a spirit. Muziki ni roho. Kwa unapoimba muziki hauishi katika akili, unaingia katika kiroho chako. Ndio unajishangaa kwa nini mimi nakunywa sana pombe. Lakini unasikiza muziki gani bwana? Ninywe nikae juu ya meza. Na unafanya vile vile. Huu muziki ukipigwa, umwambie mtu fulani, wewe kila siku unaimba muziki, umeachwa, umetengwa, umeumizwa, umesalitiwa. That's what happens. Yeah. Brother, mimi ni kushukuru sana kwa muda wako. Najua tumefanya vitu vingi na tutaendelea pia, kama tuna namna yoyote tunatamani kukuona hapa, tutakuita kwa ajili ya kufikisha ujumbe kwa jamii. Pamoja sana. Wabadu wakatabahu fakir. Langu jina ni Joram Kumbi. Usiache kusoma kitabu hiki, Leadership and Mentorship, Walumbi na Ulumbi. Kitabu kinakuja na vitabu vingine kadha wa kadha viko katika mtandao wa Amazon. Baada ya kusema hayo, na yuka huku nikiweseka kwenda wazimu. Naam. Lakini pia kuna kile kicheko chako kile. Hivi kile unakitengeneza au kuna namna fulani hivi? Kile huja. Wakati mwingine ukiniambia nicheke siwezi nikacheka. Lakini wakati nazungumza chenyewe huja. Huambatana, hata wakati mwingine sielewi chatoka wapi. Kwa hiyo hunijia tu wakati nafanya mazungumzo hapa na pale. Okay. Basi tunatamani kidogo, hebu kitafute alafu tuone kinakujaje. Wabadu wakatabahu fakir. Langu jina ni Joram Kumbi, na yuka huku nikiweseka kwenda wazimu. Naam. Haujakitenda.